Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ndugu zangu katika imani, na kuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu katika kipengele cha kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Mada yetu ni qanadil, mwanga ambao unapatikana ndani ya taa, nuru ambayo inapatikana ndani ya taa. Ndugu zangu katika imani, ubora, mafanikio yetu katika maisha ya dunia ni kushikamana na ibada ya swala. Wallahi ndugu zangu katika imani, ukitaka falah, ukitaka kufaulu katika maisha ya dunia, fanya utakavyofanya, lakini ibada ya swala wallahi ndio itakuwa nuru katika maisha yetu ya dunia na baada ya maisha ya dunia, pale tutapoelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhal hayran, wewe mwanadamu uliyekuwa mdhaifu, mnyonge, ebu ingia ndani ya swala, fanya ibada. Allah hajakukataza kufanya shughuli zako za kila siku. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallama, watu wanapoamka asubuhi wamegawanyika katika sehemu mbili. Kuna wale ambao wanatoka fabai'un nafsahu famutiquha au mubiquha. Kuna wale wanaotoka wanakwenda kutafuta, wanakwenda kufanya ya kufanya, wanamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, wanafanya ibada. Na kuna kundi la pili, wakitoka famubiquha, wanafanya mambo ambayo ni sababu ya wao kuangamia. Hawaswali. Mwanadamu, unakula riziki ya Allah, Allah analainisha shingo lako, Allah anajalia chakula kinateremka, kinywaji kinashuka vizuri, unatafuna vizuri, lakini hutaki bapa lako la uso kuliweka chini kumsujudia Allah. Subhanallah, kweli tunamtendea haki Allah subhanahu wa ta'ala? Ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala anatukumbusha ndani ya Qur'an kwamba wama umiru illa liyabudu llah mukhlisina lahu ddin, hakuna walichoamrishwa isipokuwa ni kumwabudu Allah. Tena ibada unafanya kwa ikhlas, sio uswali kwa sababu ya fulani anione, kwa sababu ya fulani anisifu. Hapana, swali kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, ibada ya swala, leta ikhlas ndani ya ibada, itakase ile ibada iwe ni kwa ajili ya Allah. Kuna kitu katika ibada kinaitwa ria, wengi kinatushinda ndugu zangu katika imani. Ria ni kakitu kadogo, lakini kanaharibu ibada. Unaswali, ukisikia sauti ya fulani anaingia muskitini, ile swala yako unaipendezesha zaidi, ili yule akuone kwamba na wewe ni miongoni mwa wale wenye chembe chembe za uchamungu. Kumbe umefanya hilo si kwa ajili ya Allah, ni kwa sababu ya fulani ya kusifu. Huu ni mtihani ndugu zangu katika imani. Watu kama hao siku ya Kiyama Allah atawaambia, idhhabu ila alladhina kuntum turauna fi dunia. Allah atawakusanya wale waliokuwa wakifanya ibada kwa sababu ya watu fulani wawasifu. Nendeni kwa wale ambao mlikuwa mkifanya ibada kwa ajili yao, wale wawalipe. Na hilo halitowezekana ndugu zangu katika imani. Kwa hiyo ibada ya swali kwa ajili ya Allah, na wala usiweki kitu kinachoitwa ria, fulani ya kuone, fulani ya kusifu. Au umekuwa kwenye safa fulani, ukamwona fulani ameingia, ukamfuata ili uwe naye. Hili ni kosa ndugu zangu katika imani. Na hadithi ya Ubada bnu Samit radhiyallahu anhu wardah, anasema samitu Rasulallahi sallallahu alayhi wasallam yaqul,
nilimsikia Mtume alaihi salatu wassalam akisema kuhusiana na habari za swala, 5 salawati, swala tano, alfajiri, adhuhuri, laasiri, magharibi, isha. Hizi swala 5 hizi, katabahunna Allahu ala alibadi, Allah amefaradhisha hizi swala kwa waja wake. Hizi swala ni faradhi, sio kwamba ukitaka unaswali, ukitaka huswali. Kuna baadhi ya watu wakiwa na njaa hawaswali, wakiwa wameshiba ndio wanaswali. Kuna mwingine anakuambia mimi siwezi nikaswali kwa sababu sina kanzu. Ya subhanallah, swala na kanzu wapi na wapi? Hata suruali swali nayo, muabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Umevaa msuli, fanya ibada. Swala ni faradhi, ni lazima, sio khiari, lazima watu wafanye ibada. Anasema faman jaa bihinna, yeyote atakayetekeleza hizi swala 5 hizi ipasavyo, lam yudhayi minhunna shay'a, hakupoteza chochote katika hizi ibada za swala. Ameswali kama alivyoamrishwa, swala yake itakuwa ni nura wa najatan wa burhana, swala itakuwa ni nuru kwake. Allahu akbar. Kwenye kiza, nuru ya swala inakuja inakuangazia mbele. Kinyume chake, ambaye haswali atakuwa ndani ya kiza, hatoona mbele. Wanajat, swala ni sababu ya wewe kuokoka na mitihani mbalimbali hapa duniani na kesho akhira. Yule ambaye haswali hatookoka na adhabu ya Allah, atakuwa na mitihani mingi katika maisha ya dunia. Kwa nini? Kwa sababu hakutekeleza haki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Amemdhulumu Allah katika haki yake, haki ya ibada. Allah anakupa nguvu, unatoka unatembea, lakini bapa lako la uso kumsujudia Allah japo dakika 5 unashindwa. Unastahiki uchomwe na Allah subhanahu wa ta'ala. Ibada, ndugu zangu katika imani, wa burhan, swala itakutetea siku ya Kiyama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yale mapungufu ambayo mwanadamu anayo, swala itakuja itakutetea. Yule ambaye haswali atatetewa na nini? Hakuna cha kumtetea, hakuna cha kumtetea. Ataingizwa motoni moja kwa moja, ndugu zangu katika imani. Na yule ambaye haswali siku ya Kiyama atakuwa pamoja na wale viongozi wa makafiri, atakuwa pamoja na Firauni, atakuwa pamoja na Haman, atakuwa pamoja na Ubay ibn Khalafi. Hao Allah subhanahu wa ta'ala aliwapa vya kuwapa katika maisha ya dunia, aliwapa mali, aliwapa vyeo, lakini hawakumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Siku ya Kiyama Allah atawachoma. Na wewe ambaye hufanyi ibada, basi fahamu ya kwamba ukifa katika hiyo hali, siku ya Kiyama Allah atakuweka pamoja na hawa viongozi wa makafiri, kama alivyosema mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Chukua tahadhari, chukua tahadhari mwanadamu, wewe ni dhaifu mno mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Acha kumfanyia Allah kibri, fanya ibada. Unaamka asubuhi, unakwenda kwenye shughuli zako, Allah anakupa afya yake bure, Allah anakupa pumzi bure. Hutaki kumwabudu Allah. Allah akikuletea mtihani, utadai ya kwamba watu wanakuonea fitna, watu wanakufanyia vijicho, kumbe unamkosea Allah subhanahu wa ta'ala. Ibada ya swala, ndugu zangu katika iman, ingia katika mihrabi swala, ingia katika ibada, fanya ibada. Watu wa nyumbani waambii wafanye ibada. Waamuru ahlaka biswala wastabir alaiha, waamrishe watu wa nyumbani wafanye ibada. Na wewe mwenyewe baba mwenye nyumba, fanya ibada, dumu katika ibada. Imefikia baadhi ya nyumba anayefanya ibada ni mtu mmoja. Ya subhanallah.
na yule mmoja anayeswali anapigwa vita, ataitwa majina ya ajabu ajabu. Akiwa ni kijana wa kiume ataitwa Sharifu, ataitwa ustadh, ataitwa shekh, ataitwa walii. Wale wanaomuita majina kama hayo hayatoki moyoni, ni majina yanatoka ndani ya ulimi kwa ajili ya kumdogesha na lile analolifanya. Akiwa ni binti anashikamana na ibada, ataitwa bihajati, bishekhati. Allahu akbar. Mzazi aliye mzuri pindi anapomuona mtoto wake ameshikamana na ibada akingali mdogo, wallahi huwa anafurahi na anazidisha dua kwamba Allah amdumishe mtoto wake katika ibada. Hali nzuri ndugu zangu katika imani. Kwa hiyo masala ya ibada, fadkhul, ndugu yangu, ebu ingia katika ibada. Anza kuswali. Umekaa miaka 10, miaka 15 humsujudii Allah subhanahu wa ta'ala, ebu anza kufanya ibada. Wakati wowote utatangulia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, fanya ibada. Allah atakusamehe yale yaliyotangulia. Lakini ukiiambia nafsi yako ya kwamba miaka mingi ulikuwa huswali, kwa hiyo afadhali ufe katika hiyo hali, subhanallah, hiyo ni hasara ndugu zangu katika imani. Na kuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu, ndugu zangu, ubize tuliokuwa nao katika maisha ya dunia, hebu tupunguzeni. Hujakatazwa kuwa bize, lakini na haki ya Allah ya ibada iwepo. Dakika 5 msujudie Allah, Allah atakufanyia wepesi katika ubize wako. Huu ulikuwa ni ukumbusho ndugu zangu katika imani, na kuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu kushikamana na ibada ya swala, ili tupate radhi za Allah subhanahu wa ta'ala katika maisha ya dunia, na kesho akhira tutakuwa pamoja na mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Kwa haya machache tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atudumishe katika ibada, na Allah subhanahu wa ta'ala atufishe tukiwa ndani ya ibada. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala almursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hey